Kwa kawaida kesi dhidi ya mwalimu huchukuliwa kwa uzito, huku wazazi wakiwa na hamaki kuhusiana na dhulma dhidi ya watoto wao. Hata hivyo, katika shule ya msingi ya Ewaso hali ilikuwa tofauti. Wazazi walilalamikia masuala mengine pasi na kuweka uzito kwenye kesi ambayo ilikuwa bayana mbele yao ya madai ya mwalimu kumtunga mimba mwanafunzi. Inafaa kuwa Guinness of Records. Mmoja baada ya mwingine, wazazi walisimulia kile walidai ni madhila yao chini ya uongozi wa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Ewaso, kaunti ya Laikipia. Culprit is still at large, is still a teacher in this school. So basically that's the underlying issue. And my question is, why has the government or even the police never taken any initiative to get hold of the culprit? As long as the culprit is free, what do you understand that is going to trigger always conflict in the community? Andre Siana, ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hiyo, anashikilia kuwa anapigwa vita kwa sababu ya kumshtaki mmoja wa walimu wake kwa madai kuwa alimtunga mimba mwanafunzi wa darasa la 4. They have not been comfortable being a local and saying that I'm the one who reported one of them, whereas I'm supposed to protect as a local. That being the underlying issue, now they are looking at other issue like water. Akizungumza kupitia njia ya simu, mkurugenzi wa TSC katika kaunti ya Laikipia, Abubakar Hassan, alisema kuwa kesi hii imechunguzwa kikamilifu na sasa afisi yake inasubiri uamuzi kuhusu hatua itakayochukuliwa. Kwa sasa afisi ya tume ya kuajiri walimu Laikipia imeamuru mwalimu mkuu aandike ripoti kuhusu shutuma zinazomkabili, huku jopo la uchunguzi pia likitakiwa liandae ripoti kuhusu malalamishi ya wazazi. Hata nikipeleka shule nyingine walale na mtoto, itaenda tu hivyo, watanifukuza tu. Ripoti hizo zitachambuliwa na kusaidia kuleta suluhu katika mzozo unaoendelea. Dena Rose, QTV.